Na mimi naandika wote wale naona. Leo cha ajabu Sigrada Mligo kapiga makofi. Hii inaonyesha chaguo hili ni chaguo la Mungu kweli. Mheshimiwa Bashe, jiandae. Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia na kuunga mkono hoja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, jambo la kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na kufika siku ya leo. Lakini la pili, Mwenyezi Mungu hupitisha jamii kwenye nyakati mbalimbali kwa sababu maalum na kwa malengo maalum. Mwaka 2008 baada ya uchaguzi wa Baraza Kuu na mkutano mkuu wa Umoja wa Vijana uliofanyika Dodoma, miongoni mwa wajumbe wa Baraza Kuu walioteuliwa na ndugu Hamadi Masauni kuwa wajumbe wa Baraza Kuu alikuwa ni Mheshimiwa Deunde Njembi, Mheshimiwa Njalu, Mheshimiwa John Nchimbi, Mheshimiwa Januari Makamba pamoja na mimi. Ndio tulioteuliwa na ndugu Hamadi Masauni kuwa wajumbe wa Baraza Kuu. Wengi wetu tunamfahamu Deo na naamini kuwa jina la mzazi ndio limekwisha leo. Baada ya kura sasa sio mzazi, atakuwa na mamlaka makubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Lakini la pili, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuwaamini vijana wanaotokana na Jumuiya ya Umoja wa Vijana. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, pamoja na historia ya Mzee Njembi, lakini Deo ni zao la Chama cha Mapinduzi. Ni mtu aliyetokana na CCM na siye aliyepitia CCM. Kwa hiyo anafahamu misingi ya chama hiki, anafahamu dhamana ya chama hiki iliyopewa, anafahamu wajibu wa chama hiki kwa taifa hili, na anafahamu na amelelewa kwa misingi ya kuheshimu viongozi na walio juu yake. Tumeishi naye leo zaidi ya miaka 16, 17. Deo ndiye mjumbe mojawapo wachache ndani ya Baraza Kuu, pande mbili zinapokuwa zinavutana, alikuwa na uwezo wa kukutana na pande zote na zote kujisikiliza. Ombi letu, hatuna wasiwasi juu ya uwezo wake, hatuna wasiwasi juu ya tabia yake kama alivyosema Msukuma ya kutokupiga shoti wenzie. Hatuna mashaka juu ya nidhamu yake, hatuna mashaka juu ya exposure yake. Ana historia ya private sector. Ninalo jambo moja ambalo nataka niliseme kwenye bunge hili. Mwaka 2015 Deo aligombea ubunge na kura zikapigwa. Nataka niongelee swala la uvumilivu, na matokeo yake mkononi. Akaja kunywa chai Dodoma hoteli yule pale. Matokeo yaliyotangazwa Chamwino sio yale alionayo mkononi. Na halmashauri kuu na kamati kuu ya chama ikamteua aliyetangazwa. Deo alikusanya mizigo, akasema alhamdulillah, narudi zangu, nasubiri maelekezo. Akakaa akasubiri, akaja akapata UDC.
Mwenyezi Mungu humwandikia mtu kadari yake, jambo moja la msingi, tumpe ushirikiano. Amepewa dhamana kwenye nyakati ngumu na tofauti na nyakati zingine zozote katika nchi yetu. Anahitaji kupewa moyo, anahitaji kupewa support, anahitaji kuombewa. Mheshimiwa Spika, kura hizi tutakazompa leo ambazo mimi sina mashaka, kura hizi, moja ni kumpelekea ujumbe Mheshimiwa Rais kwamba tumemkubalia ombi lake na kumhakikishia kwamba tutampa sapoti msaidizi wake ili aweze kufanya naye kazi na kumpatia Mheshimiwa Rais. La mwisho, nataka niwaombe Watanzania, taifa letu limetoka kwenye changamoto kubwa sana huko nyuma. Tuna taifa moja. Tuunganeni sote kuwaunga mkono viongozi wetu ili tuweze kukabiliana na changamoto zinazokabili. Kila nyakati hupitia changamoto zake, na kila nyakati Mwenyezi Mungu huwapatia viongozi wake. Tuwape sapoti viongozi wetu ili tukabiliane na changamoto za taifa letu, tuweze kujenga taifa moja. Hatuna Tanzania ingine zaidi ya hii, na leo Tanzania hii Mwenyezi Mungu ameandika kwamba rais ni Samia, makamu wake ni Deo Ndejembi kuanzia baada ya kuapishwa. Kwa Spika, sisi kama wabunge na bunge lako tukufu, hatuna mashaka na Deo. Tumeishi naye mtaani, akiwa hasla, akiwa raia wa kawaida, akiwa anajitafuta, akiwa kwenye makampuni ya Telecom, akiwa mtaani, akiwa mjumbe wa baraza, akiwa anatamani ubunge wa Chamwino, ameukosa, amekuwa DC, amekuwa naibu waziri, amekuwa waziri, na leo kadari ya Mwenyezi Mungu imeandika awe makamu wa rais wa nchi yetu. Hatuna mashaka naye. Tuunganeni sote kulijenga taifa hili, tushirikianeni, tusaidie viongozi wetu kurudisha umoja na mshikamano katika taifa hili. Tunahitaji taifa lililo moja. Mheshimiwa Spika, naunga mkono. Asante sana. Asante.